Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imetoa taarifa leo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026. Imesema ushauri wa hali ya usalama na usafiri kwa raia wa Tanzania wanaoishi au kusafiri Mashariki ya Kati. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefuatilia kwa karibu hali ya usalama inayoendelea katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Kutokana na mazingira ya kiusalama yanayoendelea, serikali imetoa ushauri kwa raia wa Tanzania wanaoishi au wanaopanga kusafiri kwenda katika eneo hilo, ikiwemo Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar, Falme za Kiarabu na Oman. Serikali inapenda kuwajulisha wananchi kuwa kwa nyakati kama hizi usaidizi wa kibalozi ana kwa ana unaweza kuwa na mipaka kulingana na eneo aliyopo mhusika na hali halisi ya kiusalama. Hivyo raia wote wanahimizwa kuchukua tahadhari stahiki na kufuata maelekezo ya mamlaka husika. Watanzania waliopo katika eneo la Mashariki ya Kati wanashauriwa kuzingatia maelekezo yafuatayo: kuepuka kufanya safari za kwenda au kutoka Mashariki ya Kati katika kipindi hichi, kubaki katika makazi mnayoishi inapowezekana, kufuata maagizo yanayotolewa na mamlaka za maeneo husika na kuwa waangalifu wakati wote, kuepuka maeneo yenye shughuli za usalama kijeshi katika maeneo mnayoishi, kutumia njia rasmi za mawasiliano na taarifa, kuhifadhi pasipoti na vitambulisho vya Tanzania sehemu salama na inayopatikana haraka endapo kutatokea dharura. Serikali inawasihi Watanzania walioko Mashariki ya Kati kujistiri kwa uangalifu na kuendelea kufuatilia mawasiliano rasmi ya ubalozi na ya dharura. Aidha, Watanzania wanaombwa kujistiri kwa usajili kupitia kiunganishi kifuatacho kwa ajili ya ufuatiliaji wa karibu. Imeandikwa hapo. Pia kwa dharura au mawasiliano zaidi, wasiliana na ubalozi wa Tanzania uliopo karibu kama ifuatavyo. Hapa pia wameweka mawasiliano yote kwa yoyote ambaye atakuwa ana dharura yoyote kutokea Mashariki ya Kati. Hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.